Naam, hiyo ambayo uko unasikiliza ni Baraka One TV. Tuko majira ya saa sita saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira ya Afrika Mashariki. Your boy the one and only town DJP Baba la Baba mzee Ongwaso Rajabu Akili Kabonga ndiye nikurushia haya matangazo. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na hivyo utakuwa kwanza kupata hizi habari kila wakati. Corneille Nangaa na watu wake wanaanza kukimbia kulala Goma, wanaanza kulala nje ya Goma. Je, za mwezi 40 ndo hizi ambazo zinakwenda kutimia? Na pili, Kabila nini kitamkuta endapo atarudi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? So hizo vitu mbili kubwa ndio ambazo tutakwenda kuzungumzia. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa nyinyi wote ambao mko mnatusikiliza na wote ambao mko endelea kuunga mkono Baraka One TV. Karibuni sana na tutaungana na mchambuzi wetu bwana Mwinyi Ahmad ili tuweze kupiga hizi ngenga 2-3 hivi ili tujue nini ambacho kinakwenda kujiri kwa yote ambayo yako na wakumba magaidi wa M23. Kanambe tunamfahamu Joseph Kabila alituma ujumbe kwenye serikali kusema kama mwisho wa mwezi atakuwa tayari amefika Kongo, atakuwa ameshafika Kinshasa. Sasa swali langu mimi kwa Wakongomani wote wanaweza kupata ujumbe, wenye kuwa nje na wenye kuwa ndani ya nchi, bila kuwa na ushabiki. Sisi hatufanye ushabiki wa kusema kwa sababu tumemchukia. Yaani sisi tupo hivi, mtoto mdogo anampenda ule mwenye ambaye anayemjali. Watoto, ukiangalia watoto sana, hata mkiwa nyumbani mlikuwa na watoto mnaweza mkaona, ikiwa kama ni mama anamjali sana mtoto, wewe baba ukiwa anamjali sana, ukija na sweet, ukija na hiyo kitu fulani unampa, basi mtoto huyu atakupendelea hata ikiwa haijali kabisa kwa na wewe ni baba ni mama. So inategemea tuna hiyo mtoto unavyomchukua wewe, unavyomtreat. Ukimtreat kwenye alama ya upendo, basi mtoto atakuwa amekupenda sana. Hivyo sisi tunavyoishi ni hivyo. Sisi hatuangalii ni nani anayekuja, iwe rais Tshisekedi tunayekuwa naye, kama atatutreat kwa vile sisi tunavyotaka, tutaenda naye. Ndio maana tunampa muda wake sisi tulimpa, bila kuangalia sisi kwanza tutoe masuala na Rwanda sijui nini. Hatupo huko sababu hiyo discussing ilikuwepo kabla hajapita kwenye madaraka, ilikuwepo. Unaona, tania mwaka wa 2001 sijui au 2000 ilikuwepo hiyo discussing, na ilikuwa inaeleweka vizuri sana, na maprocess yake alivyokuja kutoka na passport Tanzania nini ikakuwa hivyo. Kina kiungwa kumwanza wakamtengenezea, wakakaa chini, wakamweka vizuri, wakamtafutia mama yake. Hivi vitu vilikuwepo, lakini tuliamua kuvisahau, kuviweka chini, kuweka kwenye carpet, sababu tulikuwa natafuta mtu mwenye ambaye atatuvusha kwenye daraja, kututoa sehemu zingine kwenda sehemu zingine. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya Wakongomani wote bila kujali. Tuliangalia, tulimpa muda. Kwanza miaka 2 kwanza alikaa kwanza bure. Unaona bwana, ile tukusema ni mtoto. So kwa hiyo miaka 2 mambo wasawanishe, mambo ya vita, vitu vingine. Hapo tulikuwa tunafikiri vita, kumbe vita ni yake mwenyewe, akaitengeneza mwenyewe. Unaona, akaitengeneza mwenyewe. Ni kama Rwanda alivyotengeneza mauaji ya Rwanda, genocide ile, alafu vitu kama hivyo. Kumbe alikuwa anatusumbua tu. Sasa hiyo sio mada. Miaka tuliyompa 18, hapa ndo kuna kipengele hapa ndo kuna sababu. Hatujali masuala ya ukabila, hatujali. Yani sisi tupo kama Nyerere alivyosema, ukabila sisi tunajenga, tuliziane wewe ni kabila gani, tunajenga misikiti au makanisa. Hatujali mambo ya ukabila, hatupo, wala dini wala nini. Sawa, sisi tulichokuwa najali ni kututoa kuna nafasi tulipokuwepo na tupeleke kwa nafasi. Sasa miaka 18 hiyo Nyambaye miaka 18 Nyambaye alitawala.
alifanya nini? Kubandundu kule alijijengea mamiradi huko Bandundu yake yeye mwenyewe kubandundu mikubwa sana. Watu wanakufahamu kubandundu, waulize tuna batu ya kindundu bandundu kuna kabila asalaki nini kuna bakoebisayo bandundu awa kabila sala ba nini ejini soke ezini na ye kaka yaye moko biloko ebele Joseph Kabila sala na Congo ezaba biloko ya intérêt na ye na famille na ye azalaki na susi ya Congolais te. Tomoni bandeko oyo soki bandeko ba parti na ye bazolela bazo appuyer bazolela pona ba intérêt na bango tout baza entouré na ye ka bandeko bazolela ba parti na ye bazolela azonga pona bango nde babandaki kolia mbongo na ye eza te pona koloba ke azonga pona intérêt ya ba Congolais asala ba milagre azonga ya kosilisa ba projet oyo atikaka yango aebisa biso ba projet oyo atika yango eza ba projet ya nini oyo atika yango peto loba président Tshisekedi aye asali eloko moko te. Kabila salaki oyo na oyo atikaki me mokonzi lelo toza na ye jonini wana oyo Tshisekedi abebisi yango abebisi nini. Meme président toza na ye wana Tshisekedi tozozela ye pe tokokonte Kongo ekotikala Kongo mabele ekotikala mabele na biso tozali miso na biso tozotala kaka ba makambo ya zosala na tao tozokonte topesaki na oyo nini kata elekaki après topesiye mosusu 4 5 tango ekosila tokotuna ye eza na ndenge wana biso nyonso tozofanda na monde oyo Nzambe apesa biso tosala nyonso oyo tokolinga ba makambo nyonso tozosala awa Nzambe azotala suka na suka akoya kotuna biso na age oyo na pesaki bino ya kofanda na monde oyo na mokili oyo bosalaki ngai nini. Eske tokoya koloba ke Satan asalaki kosala boya ye moko Satan alobi akoboya akotuna biso Nzambe tuna bango soki bamonaki ngai bazoloba ngai nde nakendaki ko compliquer bango ko troubler bango bamonaki ngai. Satan azoloba boye na ba Bible na ba Kora azoloba boye akoboya biso me Nzambe akotuna biso na 35 ans na 40 ans na 70 ans 80 90 100 bato bazofanda na mbula ebele na basa oyo Nzambe apesi yo osalaki ye nini oyo nde kozala question esika na Nzambe yango nde tozotuna lelo kaka biso topesi bango pouvoir 5 esili ozwi mosusu esili tokoya kotuna président oyo Tshisekedi osalilaki biso nini. Na gere osilisaki yango te na balabala osilaki yango te tozozela me topesa ye ta asala nyonso oyo alingi kosala me biso makambo na biso problème na biso eza kosolola tozobetela ye masolo président gere oyo esila silisa gere tolingi pe ezala banguna wana bimisa bango kimia ezala tolingi kofanda te na banguna tolingi koloba ke banguna tosangana na bango lobi na lobi pe bakozonga lisusu eza lokola liputa nwana kaka pota soki pota wana ezali obimisi yango te ote kaka bakalma soki nini wana ekozonga lisusu tozana besoin komona banguna oyo te pona
pe bato balobelaka kaka likambo ya tribalisme eza ba makambo ya tribalisme te boso tozalaki na makambo ya tribalisme oyo Joseph alingaki afanda na 18 te a créé parti na ye na oyo amonaki bato oyo akolia na ye bato oyo bazalaki lokola bizengezenge oyo mituna bango ebeba mituna yango ezosala yango bie te omoni moto alingaka Kongo ndenge wana Kofi Ayemba azate toza kaka na banguna oyo donc nzala Kofi Ayemba bato bakotisa soki misapina soki na nini kuna pona koluka nini ikelele nzala eza mabe bato na wana bato oyo batolekisaka bango bakendaka te pona kolobela ba Congolais Kongo ekende liboso eza nzala na bango tala bato baza nzinga esika na Joseph soki otuni bango na ba place babima ba Kongolo wapi Nyunzu Kindu Kabalo wapi kuna soki na Kisasa wapi bango nyusu tu Congolais bato bazali kaka na parti na ye tuna bango baza nzinga pona koyebisa Kabila bakende kotonga na place babima non rien baza kaka pona ba intérêt babanda ko bala basi soki 10 8 combien kosakana lelo omoni kaka ba député oyo na mbongo bazopesa esika na président tozo solola te tika solola ta mwa muke esika na problème na président na biso même président oyo toza na ye kaka président Tshisekedi Tshilombo azolia na bango ba Congolais wana Congolais bazalaka na confiance te ba député tala ba député mutu ba pese ba député azozo ba mbongo ebele metala jour wana kobima na pouvoir wana meme ndako ata ya ntaba ya koloba ke atonga ta mwa ndako ekozala te meme ata eloko moko bato ba votaki ye pona azala député eloko moko te eloko moko te akotikala kaka mbongo nyonso ezosila esika na basi même jour soki ba voter mwasi soki mwasi abandaki akobala ta 5 oyo ndeko tubengaka Congolais oyo kaka Congolais donc eza mawope oyo eza pointi na ngate nazonga na pointi na ngai ya Joseph Kabila 18 ans asala eloko moko te lelo alingi azonga na ndenge ye moko ayebi soki akozonga na ndenge nini toyebi te ye moko soki akozonga lokola ba milagre moko boye ba pesa ye kuna soki wapi azoleka tokomona kaka po na Kisasa akoma soki nayebi te wapi akokotela soki akokotela na Lubumbashi soki wapi soki akokotela na Kingakati toyebi te ngai nazosenga bandeko na ba Congolais na biso bato bazana libanda ba Congolais bazana libanda bazana kati eza problème ya tribalisme te oyo président na biso aleka Mobutu aloba tozana ba makambo ya tribalisme te tozolinga moto Mobutu tobengana na ye Mobutu yo kanisi bagere oye ekomaki ya koloba ke ba militaire tozalaki na bango bazalaki nini ya kobunda te non ezalaki problème ya population yo okobunda ndenge nini population abombi munguna esika na ndako na yo militaire yo okozala tout na ndako militaire azala soki ofandi na population omoni gere oyo ezaki koloba ke oyo gere ezokende no population bazolinga bango te bango moko bayebi toza na besoin kobomba bango te bango na wana baza na bandako nzinga toboyi bango toboyi pona nini toboyi pona bango oyo ba M23 tofanda na bango na ndenge ba meme na biso ya mabe ko traiter biso lokola slave bango bazwa na ba position koloba ke soki bakomi na pouvoir biso tokobanda kosala misala esika na bango esika na ba Burundi donc biso tokozala lokola slave na monoko tokobanda kosolola to banda kosolola Rwanda depuis quand
Kwa hiyo hakuna hata dosia hapa ya kushinda tuko tunajibizana. Ni mambo mengi ambayo tushazungumza juu ya Hippolyte Kanambe, mambo mengi sana, na hakuna kitu ambacho Kongole hakijui. Hakuna kitu kenye mkongomani haujui juu ya Hippolyte Kanambe. Alishiriki nchi hii miaka mingi. Sisi wote tuko humu ndani. Kwa hiyo tukichukulia kuanzia mtu wa miaka ya 2000 aliingia madarakani 2001. Tukamatie mwenye alizaliwa Mudemila mpaka leo hii iko na 25. Mtuambie alimjua tu rais wa Kongo ni nani? Ni Hippolyte Kanambe. Sawa? Rais wa Kongo Hippolyte Kanambe mpaka nafikia 25 sasa hizi. Alifaidika na nini cha utawala wa Hippolyte Kanambe? Mtuambie, nafikiri kuna watu wa 25 ambao wako wananisikiliza. Ni nini ambacho mlifaidika nacho? Leo watoto walizaliwa Manyarugusu wakati wa vita, watu wanakimbia vita, wengi wao hawajui DRC, hawajui Kongo. Unaona? Hivi ndio wanaanza kushtuka sasa baada ya kambi ya Nyarugusu kuanza kuwafanyia masekusi, kuwanyang'anya mapikipiki, kuwanyang'anya mahivi, marufuku hivi na hivi. Ndio wamoja sasa wanaanza tamani sema twende tutembee Kongo, tuone Kongo gisi kuku. Lakini walikuwaga hawana hata nia ya kusema kwamba wanaweza rudi Kongo siku moja. Kwa sababu gani? Ni mazingira ambayo walitengenezewa na utawala uliokuepo. Wale wakimbizi wa Kikongo ambao wameenda sirtua wa huku kwetu wasikumbukage kurudia wapi? Kurudia kwao. So unajuta watoto wengi walikuwa hawajui na hawana ile mapenzi ya Kongo, isipokuwa wanashawishikaga kutoka kwa wazazi wao sometimes, kwa sababu wale ni wazazi ambao walikumalia Kongo, wanajua Kongo vizuri, ndio wako na kale ka uchungu na nchi. Lakini kwa watoto ambao wamezaliwa kambini, kwenye makambi za wakimbizi za Wakongomani, hawakuagi atashe ukongo 100%. Nafikiri wananielewa vizuri sana. Sasa hiyo yote ilitengenezwa katika utawala uliopita ili wabakie hivyo, wakuwe isole, wasije kuongeza nguvu kazi huko. Sasa mtu kama huyu aliongoza nchi kwa design hii, unafikiri akirudi Kongo atakuwa mtu huru? D'ailleurs tena ni mtu mwenye iko condamné à mort, maamande kibao. Kwa hiyo kenye neno sasa hapa ni kwamba akirudi kenye kitaenda kumpokea mahakamani ni ambulance pembeni pamoja na pickup pembeni, na huku kukiwa rundo ya BGN, rundo ya polisi, rundo ya bapeme, ndio wataenda kumpokea na ni kumkamata directement ku parquet militaire, kuote kuru militaire, ndio atapelekwa kule. Yaani sasa ajibu kwa mashtaka. Si wanasema kwamba procedure ifunguliwe bila kuwa na mshtakiwa? Samesha rudi sasa, aende arepondre kwa makosa kenye iko akisema. Sasa hivi mazingira ambayo yako yanaendelea upande wa Kivu ya Kaskazini yanakuwa hayaridhishi sana kwa upande wa M23, kwa sababu hatua ambazo wako wanazipiga, kila hatua ambayo M23 iko inapiga, wazalendo wako nakuwa na taarifa zao. Kila movement yenye wako wanafanya, taarifa zao ziko zinafikia wazalendo pamoja na FARDC. Hii swala linakuwa liko linafanya paka M23 wanajiuliza kwamba kwa nini kila hatua zetu ambazo tuko tunapiga wako wanazijua. Nini kiko kinaendelea? Je, tuko na usaliti humu ndani yetu? Usaliti ni kwamba kila jambo liko na mwanzo na mwisho wake. Unaona? Na hii hapo ni clear kabisa. Kila kitu kina mwanzo na mwisho wake. Sasa hivi Corneille Nangaa, chef rebel, Bertrand Bisimwa, wakina Sultani Makenga, wakina Willy Ngoma na wengine hawako wanalala tena ndani ya jiji la Goma. Next niko naongea hapa sasa hivi Goma kuna waka moto. Maeneo mbalimbali ya Goma yako kwenye udhibiti wa wazalendo pamoja na FARDC. We imagine mpaka ni wazalendo na FARDC wana penetrate, wanaingia ndani ya jiji la Goma. Washuhuda wanakuambia kwamba wazalendo wako Mgoma lakini hauwezi kuwaona kwa macho. Wako ndani ya Goma, wanatulia ndani ya Goma, wanafanya operation. Ikifika mida za operation wana operate, wakisha maweza kuoperate wana disappear mle ndani ya Goma.
Sasa kile kinawapa wasiwasi viongozi wa M23. Wanajua kwamba muda wote wakiendelea kubaki pale watatekwa. Kwa hiyo wako wanakwenda kulalia Gisenyi. Baadaye asubuhi masangapi wanarudia Goma. Kumbe ni sawa tu na authority yetu ya province ya Uvira. Bali kimbia Bukavu, wanakia Uvira, bigo nenda lala Bujumbura, wakifanya kazi Uvira. Na ndio hivyo pia iko kwa M23. Baada lala Rwanda, banakuya Goma. Baada lala Rwanda, wanakuja Goma. Unaona? The same vile kwa wenye wako pia hapa maeneo ya Kamanyola na hata maeneo ya Bukavu. Na hili swala tulikuwa tunalizungumzia muda mrefu kwamba hawa watu hawako wanalala pale, wako wanaenda lala Rwanda kisha wanakuja tu pale. Unaona? Kwa hiyo sasa hivi mazingira ya bwana Corneille Nangaa yana utata wake na mambo yanakuwa yanawasumbua sana kiasi kwamba hawaelewi. Sasa nini ambacho kinafanya mpaka hawa watu wakose kuwa wanalala Goma? Mambo mengine bwana. Sawa bwana, sasa mimi nilikuwa natongelea kitu kimoja. Hawa jamaa naona wakina Nangaa na watu wake Nangaa, naona bwana wanakuwa nalala Gisenyi, wanaenda wanashinda huko, wanakuja nalala. Sasa tuulizane, hawa ndio watakuja kutukomboa kweli? Hawa ndio watakuja kutukomboa? Wanakuwa nakimbia. Haya, Goma ilaliki tena, wanaenda wanalala huko. Jamani, Wakongomani tuwe makini sana. Tusipelekwe kwenye kibuyu. Tusipelekwe. Nangaa haji kwa ajili ya kutukomboa sisi. Nangaa anakuja kwa sababu ya maslahi yake. Weni kuungana nao ndugu yangu. Kupata amani ni kupambana. Usalama upatikane. Kama kweli watu wa Bukavu, Uvira, Goma na popote, mkumbuke mateso mlioyapata wakati ule wa Joseph. Ilikuwa ni kipande kifupi tu. Kama unakumbuka, ilikuwa ni mateso ya ajabu sana. Amani ni kitu cha msingi, kuwa kabisa na uhuru. Hata kama unazozana, unamzozo na ndugu yako Mkongomani. Lakini hawa wajamaa Nangaa hata mwenyewe anakuja nao ni mwenye kujuta. Sio kwa sababu kusema ni mwenye kupenda. Joseph alikuja nao halijuta, ila si kwa sababu Joseph ndo alikuja nao. Joseph alitumbukizwa. Sasa ni tunajua historia, alitumbukizwa. Lakini baada ya kukuta mikataba yao ya ovyo ovyo, Joseph hakusaini mkataba wowote. Mikataba yote alikuta. Ni kama leo tunasema Nangaa wepo anasaini mikataba ya ovyo, wanasaini. Muda wa siku ndo aje awe kuwa rais. Ni faida yao na wakina Joseph Kabila. Leo tunaona sasa Goma imetikisika, wanakuwa wanaenda wanalala Rwanda. Ina maana sisi ni kupoteza wa mama yetu, watoto yetu. Sisi ni vielele. Wanakimbia nini? Kama wenyewe si ni vidume, si wakae wapambane. Walituambia miezi sita wameshafika Lubumbashi huko Kinshasa. Jamani, tusidanganywe na watu. Tusidanganywe. Leo naona ukorofi wenu kuendelea. Weni mauwanja, walikimbia Goma. Watu wanakuwa na kabisa. Mtu anakuwa anapita nasema unaona ipa uwanja huko karibu na bahari. Hii ni uwanja. Wanakuwa wanauza. Weni uwanja, weni kukimbia vita. Hawa ni wezi. Hawana chochote wanakuja kutufanizia. Kuweni makini jamani. Kuweni makini na wa watu. Yani Goma ikianguka, wenyewe wanaingia Rwanda, wanaingia kukuma Uganda. Je, na wewe ndugu yangu mwenye kuwasaidia unaenda wapi? Kuweni makini. Ni ujumbe mdogo tu. Hawa wanapambania maslahi ya Rwanda. Utofauti wao ni hivi. Nangaa anapambania afike Kinshasa kwenye kwa maslahi yake na vitu vyake, na kumondoa Kisekedi kwenye madaraka. Hiyo ndio pointi ya Nangaa. Rwanda
anagombania maslahi ya kugawa nchi, Bukavu, Uvira na nini na vitu vingine vile wanataka wenyewe na Museveni. Sasa hawa watu ni wenye kutofautiana. Yani ni kama ni watu wawili wanakaa nyumbani, lakini kila mtu ana safari yake. Sasa hapa ndo mtaona. Yani leo tu ni kama tulete mfano tu kwa waumini, sio kwa ubaya. Leo ukikuta Biblia ni moja, lakini kama Biblia ni moja, Yesu ni moja, makanisa yanakuwaje kila mtu na safari yake? Hapo mtaniuliza swali. Inakuwaje Biblia moja, Mathayo ni moja, Yohana ni moja, nyie wote mnasoma? Inakuwaje safari, kila mtu na safari yake na kila mtu na kanisa yake? Tena isiwe kanisa ni zehebu ile moja ndio inaanzishwa sehemu, kila mtu na zehebu yake. Huyu ni Kintakinge, huyu sijui ni nani, huyu ni Mlokole, huyu ni... Inakuwaje? Jibu ni moja tu, ni maslahi. Kila mtu na maslahi. Sio kusema Biblia imetofautiwa au imekuwa tofauti. Kila mtu na maslahi yake. Ndo majibu. Hawa ni madepali, kila mtu ni maslahi yake. Nanga na maslahi yake, Kagame na maslahi yake, Uganda maslahi yake, na Joseph na maslahi yake. Sasa Nanga position ya kwenda ni kama vile inapinzana na Kagame. Sababu Kagame anaona kwenda Kinshasa ni kumpotezea muda. Hapa ndo una tofauti, na hapa vita kwao ndo kwenye inashinda kwenda na umoja. Uganda naye anataka jikabizie naye kipande, na Rwanda kipande. Sasa Nanga anataka ni Kongo nzima. Ndo unaona huyo mzigo unaenda. Yani mwingine anasukuma mti uanguke, mwingine anavutia huko, anasema huko ukianguka utangukia kwa nyumba yangu. Na mwingine anasema huku ukianguka sasa utangukia kwa kibanda changu cha kuku. Mwingine anasema ukiangukia huku sasa mimi huku ndo kwenye kwa mimea yangu nilipanda. Mti uangukie wapi? Kwa hiyo unawakuta wote ni maslahi. Wote ni faida. Kila mtu anagombania faida yake, anapiga kelele faida yake. Kwa hiyo hawa watu wanatupotezea muda. Haya nayaongea mtakuja mtayaona baadaye. Nanga anataka yeye ni Kinshasa. Kabila anataka ni Kinshasa, wawili wanambatana Nanga. Je, haya yanaotaka watu wawili ndo yanaotaka na Kagame? Kagame anataka ni kujigabizia kipande iwe ku Rwanda. Uganda anatakiwa na yeye hivyo hivyo, hataki kwenda kuchukua Kongo yote nzima sababu hakuna faida. Watu wapo kwenye maslahi yao tu. Sasa kwa wewe Mkongomani wewe kudanganywa na unaendelea kudanganywa, ndugu yangu, kesho utakuja utajuta. Mwenye atakosa amani na pakuka ni sisi Wakongomani. Tutabaki tunahangaika, watu ni maslahi yao. Waache kutupelekesha, tuache kutoa watoto wetu kwenda kusumbuka. Tupambanie ardhi yetu ya mababu walituacha. Hawa watu hawana chochote cha kutuambia. Unakuta tu wewe yani haujui unaingia kwa nini. Si uwe kwenye serikali sababu unagombania ardhi yako, lakini unaenda kule kujiunga alafu wewe mwenyewe unaenda kuzisha ardhi yako. Kweli ipo akilini? Wewe kuja kukuchukua maadui ndio unaungana nao kwa kusombesha udongo wako na kwenye unakaa na babu yako na mama yako. Una akili kweli? Tuelimike, tuache kuwa wajinga jamani. Tuelimike. Hawa watu wasitupelekeshe. Tumesha wajua muda mrefu. Wanakuja na uongo kwa maslahi yao tu. Mimi naishi hapo ndugu yangu. Ni ujumbe tu nilikuwa nataka niutoe. Hawa watu waache kutupelekesha, ni uongo. Kwa kuna kumalizia hapo, mengine tukutanane majira ya saa 9 kupitia Baraka1 TV. Mimi ni ndugu yako the one and only Town DJP. Niseme tu chao na kwa wakati mwingine.